Zaidi ya watu 283 wamemkiri Bwana kuwa Mwokozi wa maisha yao, huku wito wa malezi kwa waumini hao wapya ukitolewa. Hoseni Karia anatuletea taarifa hii kwa undani zaidi. Ni katika ufunguaji wa kambi la wenzi wa wachungaji jimboni SNC lilodumu kwa takriban majuma matatu katika eneo la Itongo Itale lililopo wilayani Kishapu mkoani Shinyanga, ambapo hapa zaidi ya watu 284 wanamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kubatizwa maji mengi. Na hapa napata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha wake za wachungaji jimboni SNC, Bi Helen Barnabas, ambapo anabainisha na kutoa wito kile ambacho kinatakiwa kufanyika na vile ambavyo kama jimboni hapa wamedhamiria kuendelea na mahubiri katika sehemu nyingine. Nipende kuwasihi wale waliobatizwa wamekubali kumpokea Yesu katika maisha yao, basi ombi langu ni kwamba waendelee kudumu katika imani, wakimwomba Mungu na kumtegemea. Yeye ni muweza, ataweza kuwashindia. Lakini wenzi wa wachungaji niendelee kuwaomba tuendelee kushikamana. Tushikamane katika umoja wetu katika kulitangaza neno la Mungu na jina la Bwana litatukuzwa sana. Mwezi wa 9 tutakuwa na effort nyingine ambayo tutaifanya katika kijiji cha Busule, wilaya ya Kwimba. Kama wenzi wa wachungaji jimbo la South Nyanza Conference, tunamshukuru sana kwa mwaka huu. Mchungaji Marco Barnabas ambaye ni mkurugenzi wa huduma za kichungaji jimboni SNC hapa anaeleza na kutoa wito vile ambavyo wamefanikisha mkutano huo na kile ambacho nadhani kikifanyika kitaleta tija kwa ajili ya kuongoa roho za watu. Hii ni dalili ya kwamba watu wana njaa na neno la Mungu. Wito wangu jamani, tuondoke twende vijijini ambako kuna maeneo mapya ambako hakuna injili haijafika bado, tukawaambie watu habari za Yesu na Mungu atatukuzwa na kuinuliwa. Wito wangu kwa wabatizwa, tunawaombea wasimame imara, wasirudi nyuma, waimarike, wasibitike katika neno la Mungu na Mungu apate kutukuzwa katika maisha yao. Mchungaji Steven Chengula ambaye anachunga mtaa wa Mama Shimba anaeleza mkakati wa kulea waongofu wapya waliobatizwa kupitia mkutano huo. Mkakati uliopo kwa ajili ya hawa wabatizwa, kwanza nikitanguliza shukrani zangu kwa Mungu kwa ajili ya watu wa Itongo Itale ambao wamekubali kulipokea jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mkakati uliopo, tutaunda timu za wainjilisti wa kuja kila baada ya wiki, mwezi, tutapanga ratiba. Ile timu iliyokuwa ikitembelea nyumba kwa nyumba ndio tutakayo itumia kwa ajili ya kuja kuwalea hawa ambao wamebatizwa. Watu 283 ni wengi mno. Je, ni ipi kauli ya wabatizwa? Hapa wanabainisha. Kilichonifanya nibatizwe kanisa la Waadventista ni kwamba nimejaribu kufuatilia kwa namna Biblia inavyosema wako sahihi katika neno la Mungu. Naomba ambao hajabatizwa waweze kulisoma neno la Mungu na kulielewa ili waje kubatizwa katika Waadventista wa Sabato. Kwa majina naitwa Nila Emmanuel Gisabu. Nafurahi kubatizwa katika kanisa la Adventista Sabato. Maana nashukuru kwa matendo makuu Mungu ameweza kulipigania na kunilinda mpaka saa hii ambayo niko mahali hapa. Kwa upande wa mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, Mchungaji Musa Erasto Zumbi, naye anatoa wito kwa kile ambacho kimefanyika. Ninaendelea kutoa wito kwa kanisa la Shirima ambalo ndio linalea mahali hapa pa Itongo Itale, kwamba washiriki hao wapya waliobatizwa waweze kutunzwa vizuri, washughulikiwe, watiwe moyo, waingizwe kwenye kazi za kanisa kama kwaya. Kutoka hapa katika eneo la Itongo Itale lililopo katika wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga, mimi ni Hoseni Karia, Hope Channel Tanzania.